Yeah, hii ni ligi ya mabingwa ambayo inahitaji ubora na uwezo wa kutumia nafasi ambazo mmezitengeneza. Ukweli ni kwamba Young Africans, mechi ya Yanga na FAR Rabat ni mechi ambayo kwangu ni ngumu kwa timu zote mbili, kwa sababu Yanga haikupigiwa kura za ndio kuingia hatua ya makundi. Yani haikupita bila kupingwa kuingia hatua ya makundi. Maana yake nini? Ilipambana mpaka imefika pale. Unaelewa vizuri bwana eh? Kwa kama ni hivyo, maana yake wanapaswa kuwa na umakini mkubwa sana wa kutumia nafasi ambazo anakwenda kuzitengeneza. Safu ya ushambuliaji ya FAR Rabat katika mechi 15 imesikoa goli nyingi sana. Na safu ya ulinzi ya FAR Rabat imeruhusu goli moja takriban kwenye mechi 15 kama sokosea. Maana yake hii ni timu ambayo inaonekana kuwa na uwezo bora zaidi wa kujilinda, kuwa na uwezo bora zaidi wa kutumia nafasi ambazo wanakwenda kuzitengeneza. Maana yake nini? Yanga inapaswa kuwa na umakini kwenye kujilinda, Yanga inapaswa kuwa na umakini kwenye kutumia nafasi. Hilo alikwepeki, hii ni ligi ya mabingwa, kwa sababu intensity ya KMC sio ya FAR Rabat. Na niwaambie wachezaji wa Yanga, intensity ya KMC sio ya FAR Rabat. Manake ili uweze kuiwini FAR Rabat, cha kwanza uwe na umakini katika maeneo yote na kuwakimbiza zaidi. Kwangu mimi Mwarabu kutoka Morocco ni wa moto sana kuliko kutoka Misri. Kwa sababu Mwarabu kutoka Morocco amethibitisha kushinda mpaka away. Licha kuwa Egypt nao wanakuja. Lakini ukweli mechi ya Yanga na FAR Rabat ni ngumu kwa timu zote mbili. Yanga imeruhusu goli moja kwenye ligi kuu, sawa, na ikaruhusu goli moja ligi ya mabingwa kama sitokosea kwenye hatua za awali. Maana yake nini? Inapaswa kurekebisha makosa yake ya kujilinda. Inapaswa kurekebisha makosa yake ya kushambulia. Kwa sababu hii ni mechi ambayo haina msamaria mwema. Uwezo kaniambia nimeshinda kutumia nafasi, kasko sheke. Kwa sababu kama watu wanakwenda Zanzibar, maana yake unapaswa kwenda kutumia nafasi. Vinginevyo ni msiba. Kwa hiyo ni mechi ambayo nawaambia leo uhalisia. Ni mechi ngumu kwa Yanga, ni mechi ngumu kwa FAR Rabat. Na inawezekana Young Africans kutoboa. Yes. Inawezekana Young Africans kutoboa. Sikiliza, wanaopambisha story kwamba Young Africans ipo kundi gumu, wao wanafurahi kwa sababu wao Yanga wameshindwa kuifunga. Idea click. Wanaofurahi kwamba Yanga iko kundi gumu, wao wanaenjoy. Unajua Yanga kufungwa na timu nyingine ni furaha ya Simba, lakini sio Simba kuifunga Yanga. Unabisha umefungwa mara 6 mfululizo. Kwa chochote negative kinachokwenda kwa Yanga, wewe unaenjoy kwa sababu wewe umeishindwa Yanga nje na ndani. Ndio maana nasema makundi yote ya timu zetu sisi yote ni magumu. Tusiingie na akili kwamba okay, Simba kundi jepesi, sijui Azam kundi jepesi, sisi Singida kundi jepesi, yani Yanga kundi no. Hii ni ligi ya mabingwa. Unakutana na watu, alafu katika kitu ambacho kizuri zaidi msimu huu, tunakutana na ile intensity ya kutoa ya makundi ya timu ambazo zote zinajuana kutafutana kwenye game. Maana yake nini? Kama hauna ubora utapoteza. Kama utashindwa kutumia nafasi utapoteza. Mimi kwangu sioni Young Africans kama underdog kwenye hii mechi. Yes, Yanga sio underdog. Unaelewa vizuri? FAR Rabat ndio anakaa underdog. Kwenye ranki ya CAF, FAR Rabat iko nafasi ngapi? Sasa kwenye kundi la Yanga, si ndio? Lakini bado sio mechi nyepesi. Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa maana yake nini? Unapaswa kuwa na umakini mkubwa. Mimi sitaki kuimaliza mechi hapana. Ndio maana nazungumza leo uhalisia. Yanga watumie nafasi, wapunguze makosa. Hii ni ligi ya mabingwa. Makosa ambayo waliyafanya msimu ulioisha, wakiyarudia tena. Sitaki kesi hapa. Bwana, na kuelekeza Young Africans wamekuwa na shida sana katika uwanja wa nyumbani. Pengine kwenda Zanzibar inaweza ikawa ni faida kwao. Of course, mimi ninachoamini ni ubora popote. Na ndio maana mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kuamini kwamba Simba kwa nini wanakimbia uwanja, yani kwamba uwanja wa Mkapa una changamoto, unapiga keleza nini? Kama una ubora na ubora tu, unaweza ukafungwa hata Zanzibar. Unaweza ukafungwa hata Mkapa. Quality tu, ni mipango. Unanipata vizuri? Umefukia nini kwa Mkapa? Kwa sababu moja kati ya kiashiria cha Simba kupiga kelele kukataa kucheza pale, kucheza kule, hapa kwa Mkapa mmeweka nini? Ubora tu. Mbona kama umeshinda away,
Kwa Mkapa unaogopa nini ukiondoka? Kwani Zanzibar Lubumbashi? Hapana, wakacheze mpira. Mimi sipendi mentality za ovyo. Quality inaamua popote. Hii Yanga Africans kombe la shirikisho ligi ya mabingwa kuna maeneo mengi imeshinda. Sasa uwai kwa Mkapa unasema hapana, unajua mimi hapa ndo nimepazoea hapa. Wewe sikiliza na mambo yako wewe. Tudanganye watu hapa. Huo ndio uhalisia. Quality unashinda popote. Mamelodi imeshinda Afrika, imeshinda Egypt kule. Orlando wameshinda popote. Pyramid wamepiga FAR Rabat wanavyotaka. Kwa nini? Quality. Quality. Maana anakufunga hata kwa Mkapa pale. Anakufunga hata kwa Mkapa. Kwa nini? Quality. Simba silifungwa na Raja Casablanca. Kwani kwa jazoea uwanja. Ilikutana quality bora. Ilikutana approach ya mpinzani ambaye amesema sasa nakuja kwako. Wewe unapajua nakuja kwako mimi. Nini kilitokea? Unaelewa vizuri? Kwa sababu moja kati ya Simba haipendi kukutana na timu inayojishughulisha. Yaani haipendi. Simba. Yaani Simba kwa shughulisha. Wabovu sana. Ndio walisia. Simba sasa hivi au Simba ilikuwa Simba sasa hivi. Hata Simba miaka ya nyuma. Kwani Raja Casablanca ilipokuja Tanzania ilifanyaje? Ilikuja kuishughulisha Simba. Nini kilitokea? Simba anapenda ucheze, uwape uhuru wa kucheza. Wacheze open game. Watawala wanavyotaka. Hapo Mpanzu utamtaka na Kibu Denis mtajuta, mtakimbizwa ile mbaya. Simba akicheza game ya wazi, wale kina Kibu watawakimbiza sana. Ila finya uwanja, utajuta Mpanzu kaja Tanzania au bado yuko migration. Unaelewa vizuri? Kwa unakuja kuona kwamba wanaenjoy kucheza game za wazi. Mimi naamini popote pale watakashinda. Kama una ubora na approach yako na mipango yako mizuri ya kocha, kwamba sasa naisoma game hii, wazuri hapa enda kufinya kule, unashinda. Lakini ukisema sisi kuhama, si kwenda kuna kule, hamna. Hamna. Unamwambia nini sasa kocha Pedro? Kipi ambacho anatakiwa akifanye ili Yanga Africans waweze kupata ushindi kwa wepesi zaidi? Nadhani kocha wa Yanga cha kwanza ni kuwasoma FAR Rabat. Robo saa kwanza wanaanzaje na yeye afanye nini? Yaani kuna kuact na kureact. Sawa? Kusoma mpinzani anachezaje. Kwa maana kwamba dakika 30, dakika 20 mpinzani ukoje. Hizi ni mechi ambazo zinapaswa kuamuliwa mapema kabisa. Sawa? Ukicheta na falsafa kama ya kocha Romain Folz kwamba nakusikilizia, hapana, utafeli. Maana hapa inabidi uwe na uwezo mzuri wa kusoma mpinzani. Na hapa hata kama una uwezo mzuri wa kumsoma mpinzani, wachezaji wanajua umuhimu wa game. Unaelewa vizuri? Wanajua umuhimu wa mechi. Maana leo wachezaji wa Yanga wana maamuzi wao. Wawatie aibu viongozi wao na washabiki wao au wawape ushujaa ni wao. Walipata vizuri? Na ipo kwa timu zote. Timu zote. Wachezaji wa Simba, wa Singida, wote wana maamuzi ni ya kwao wao. Kwa kwenye issue ya Yanga, kocha anapaswa kutumia hicho kitu. Kwa kwamba anatumia nafasi ya kuwasoma wapinzani mapema. Maana yake nini? Unapotengeneza nafasi na kuzitumia, unamnyongonyesha opponent. Kwa maana gani? Unamfanya awe mtumwa wa kutafuta mpira. Ila akikuwini wewe mapema ukiwa mtumwa, shughuli imeisha. Ndio uhalisia. Kwa sababu ogopa kuna mtu anakutangulia goli moja, alafu anapiga pasi ile mbaya. Kwa hapo Karume nini hapo Amani panakuwa pakali, pabovu. Lakini vinginevyo ni kutumia nafasi ambazo wanakwenda kutengeneza. Sitegemei kuona makosa yakiendelea. Licha ya kuwa nilizungumza siku moja kwamba ukiangalia timu zetu zote 4 zina changamoto ya kuscore. Zote. Changamoto ya kutumia nafasi zote wanazo. Si ndio? Nyingi tu. Angalia mechi ya Gaborone na Simba. Wamekosa goli ngapi Simba? Nyingi tu. Alafu mtu mjinga anatoka zake, unajua sisi tushashinda away, kwa hiyo hapa alikuwa anajiburudisha. Wewe sikiliza, acha uhuni wewe. Mpira huko namna hiyo. Kwa performance alionyesha Andy Boyeli siku ya mechi ya KMC. Wengi naweza kawa wanatarajia kumuona yeye akianza. Pengine unadhani kocha anza akatumia style hiyo? Of course sasa ni mapendekezo ya kocha. Kwa sababu mimi siwezi nikapangia benchi la ufundi anze na mtu fulani. Licha kuwa anaonekana kuwa na umuhimu wa kuweza kutumia nafasi na kuweza kumpressurize opponent kwenye eneo lake. Naona hicho kitu. Kama ataamua lakini nitaungana naye.
katika hili. Nami naona kabisa kwamba lazima umpate striker ambaye anayejua kuiunganisha timu, anayejua kuscore. Kazi ya mshambuliaji sio kuunganisha timu tu, ni kuscore. Ni kuscore. Mimi ukinidanganya sikubali. Ndio utaratibu wangu mimi. Unaelewa vizuri? Usidanganye watu. Mshambuliaji kazi namba moja ya kwanza ni kufunga. Wewe unganisha timu watu wakose magoli umefungwa huko. Watakufukuza. Kwani Mayele ameheshimiwa kwa sababu gani? Sikaja kufunga. Sasa kumbe nini? Amekuwa mchezaji bora CAF kwa sababu ya nini? Kufunga. Kwani wachezaji bora wengine hawapo? Alikuwa anashindana na winga wake si beki wake yule. Si ndio? Lam Luis alikuwepo Osama yule. Lakini amezidiwa kitu. Maana MVP wa CAF ndio yule pale. Fisto Kalala Mayele aliyetambulishwa na Yanga Afrika ndio walisia. Chacha mashabiki unaweza kupunguza kitu? Sio kweli, siamini katika hilo. Mbona kwenye Covid mko mnashinda? Yaani mimi siamini kama mashabiki wanasaidia kupambiza jambo, lakini sio kama eti ndio upotea. Sio kweli. Kuna timu zimechukua ubingwa, washabiki hamna uwanjani. Siamini katika hilo. Nashukuru sana. Hamna noma.